unanisikiliza. Sante kwa sababu ya siku njema leo. Tumshukuru Mungu kwa sababu ya siku njema leo iliyopata neema na kibali mbele za Mungu aliye hai. Nichukue fursa hii kukukaribisha katika siku njema leo ambayo tunakwenda kujifunza viashiria vya majini mahaba, kuweza kujua kwamba una mashambulizi katika ulimwengu wa roho ambayo yanahusishwa na majini mahaba. Katika ulimwengu wa roho kuna mashambulizi mengi ambayo adui anapigana vita na maisha ya mwanadamu. Yako mashambulizi ya wachawi, yako mashambulizi ya wakuu wa giza, lakini yako mashambulizi ambayo yanapatikana na majini mahaba. Kama ni mara yako ya kwanza kuingia kwenye channel hii, leo nakwenda kuongea mashambulizi au viashiria ambavyo uweze kujua ya kwamba liko jini mahaba linashambulia maisha yako. Nichukue fursa hii kukuomba, kama ni mara ya kwanza kuingia kwenye channel yetu pendwa ya Apostle Katambi, karibu sana katika channel hii, na ili uwe wa kwanza kupata vipindi vyetu kwa wakati na kwa majira mwafaka, nitakuomba usubscribe channel hii ili uwe wa kwanza kupata masomo yetu na vipindi vyetu kwa wakati. Pia unaweza kuweka maoni yako hapo katika channel hii kwa kukomenti na kulike channel hii na kushare pia channel hii. Tutaanza kama ifuatavyo katika viashiria vya kujua kwamba unasumbuliwa na majini mahaba. Kiashiria cha kwanza katika ulimwengu wa roho, uchumi wako unaharibika. Uchumi wako unaharibika. Kuna watu ambao akifanya vitu katika familia, katika biashara, unaanzisha kazi inakufa, unaanzisha kazi inaenda vibaya. Kwa nini? Kiashiria cha kwanza, kila unachokifanya mwisho wake kinakufa. Ukipata mtaji kuweka kwenye biashara, mwisho wake unakufa. Ukifanya biashara, kazi, mwisho wake unakufa. Kiashiria cha kwanza cha jini mahaba huwa kila unachokifanya kinakufa. Mfano, jini mahaba linapokuwa limekuvamia wewe, huwa linateka baraka zako kwenye anga. Linateka baraka zako kwenye anga. Na baraka huwa zinahusishwa na anga la ndoa. Anga la ndoa. Anga lako la ndoa. Kwa hiyo linaposhiriki na wewe mahusiano kama mke na mwanaume katika ulimwengu wa roho, moja kwa moja linateka baraka zako za ndoa katika ulimwengu wa kiroho. Ndio maana unakuta mtu anayeshiriki na jini mahaba kwenye ndoto, huwa mambo yake akianzisha anakufa, akianzisha mahusiano anakufa. Hiki ni kiashiria cha kwanza, una jini mahaba katika ulimwengu wa kiroho. Tunaenda kiashiria cha pili cha mtu mwenye majini mahaba katika ulimwengu wa roho. Kiashiria cha pili, unaota mara kwa mara uko na mtu, awe ni mwanaume au ni mwanamke, ambaye anayekutokea kwenye ndoto, unashiriki naye tendo la ndoa. Anaweza akaja kwa sura ya mtu unayemjua, yani namaanisha mume wako unayemjua. Anaweza akaja kwa kiashiria cha mtu unayemjua na ashiria ni mke wako unayemjua, au akaja kwa sura ya marafiki wako utotoni, marafiki uliosoma nao, marafiki uliokuwa nao nyuma kwenye mahusiano katika ulimwengu wa kiroho, marafiki uliokuwa nao nyuma kwenye mahusiano katika ulimwengu wa kimwili. Marafiki kwa hiyo ninakuja kwa njia ya sura hizo. Kwa hiki kama kuna mtu anakuja, mnashiriki naye tendo la ndoa, ambaye sio mume wako, ambaye sio mke wako, ambaye unashiriki naye kwenye ndoto, anakujaga kwenye ndoto, hiki ni kiashiria kwamba kuna jini mahaba huwa linakuinda au linakufuatilia katika ulimwengu wa roho. Wakati wa kwanza linaweza likaja ukawa unaliona, lakini wakati mwingine baada ya kuomba sana linakuwa linajificha. Kwa unakuwa unaona tu ishara kwamba hapa nimetembea na mtu, hapa nimezini na mtu katika ulimwengu wa roho, hapa nimeshiriki na mtu, hapa nimezini na mtu
katika ulimwengu wa kiroho. Hiki ni kiashiria cha kwamba kuna jini mahaba ambalo linatembea na wewe au linakufuatilia katika ulimwengu wa roho. Kiashiria cha pili kwa wamama, kama ana jini mahaba, huwa linakupa roho ya hasira. Kiashiria cha tatu, linakupa hasira kwa mwenzako. Kama ni mama, anapata hasira tu kwa mume wake. Kama ni baba, anapata hasira tu kwa mke wake. Nakuwa ni mtu wa hasira, unachukia tu ghafla, unakasirika tu ghafla, unakuwa ni mtu tu wa hasira. Jini mahaba likikuvaa, kama ni mwanaume au mwanamke, linakupa hasira kwa mwenzako. Hiki ni kiashiria kwamba kuna jini mahaba. Na wakati mwingine mkiwa mko mbali na mwenzio, unakuwa unamkumbuka, unatamani awe karibu. Akiwa karibu, unasikia hasira ya kuwa karibu na yeye. Mume wako au mke wako akiwa mbali, unamtamani uwe karibu naye, unatamani umsemeshe maneno mazuri, unatamani uongee naye akiwa mbali. Lakini akiwa karibu, unasikia tu kukasirika au kuchukia katika ulimwengu wa roho. Hiki ni kiashiria ya kwamba una jini mahaba ambao linakutawala katika ulimwengu wa kiroho. Lakini pia kiashiria kingine cha mtu kuwa na jini mahaba, wakati unapokuwa kwenye mahusiano ya ndoa, wewe ya tendo la ndoa kati ya mwanaume au mwanamke, unapokuwa na mahusiano ya tendo takatifu la ndoa, unakuwa hauna hisia na mwenzio. Kwa mama wanakuwa hawana hisia na mwenzake, na pia kwa mwanaume anakuwa ana hisia na mwenzake. Muko kwenye mahusiano ya ndoa, muko kwenye tendo takatifu la ndoa, lakini ufahamu wako, uwezo wako unakuwa haupo, hisia zako zinakuwa haupo. Unafanya tu ile tendo la ndoa kana kwamba acha tu nifanye, unatenda tendo la ndoa kana kwamba acha tu nitende, katika ulimwengu wa mwili, lakini kihalisia moyo wako unakuwa hauko pale. Na ndio maana tunaona wamama wengi katika maisha yao ambapo akiwa na jini mahaba, katika kwenye swala la mahusiano ya tendo la ndoa, inakuwa ni vita sana kufanya tendo la ndoa na mume wake. Na pia wanaume wengi wanapokuwa na jini mahaba, huwa yanaharibu uwezo wa kiume wa mwanaume, uwezo wa kiume, kwa akikutana na wanawake wengine hapa duniani, akikutana na wanawake wengine hapa duniani, anakuwa hana uwezo wa kiume, lakini kwenye ulimwengu wa roho wa ndoto anakuwa na uwezo wa kufanya tendo la ndoa na lile jini mahaba. Hiki ni kiashiria kibaya sana. Linapokuwa kwa mwanamke, linamuondolea hamu ya kuwa na mwenzake. Linapokuwa kwa mwanaume, linamuondolea nguvu ya kiume. Ni kiashiria cha jini mahaba. Lakini kwa wanafamilia, jini mahaba linapiga uchumi. Anapokuwa nalo mwanamke, huwa linapiga uchumi wa mwanaume, huwa linapiga uchumi wa mwanaume, huwa linaharibu uchumi wa mwanaume. Kwa hiyo unakuta jini mahaba, kama mwanamke ana jini mahaba, huwa uchumi huyo mwanaume, kama alikuwa na kazi, asipokuwa mwombaji, kazi inaharibika. Kama alikuwa na biashara kubwa, asipokuwa mwombaji, jini mahaba linaharibu biashara, linaharibu kazi katika ulimwengu wa kimwili, Hivi ni viashiria ambavyo vya mtu ambaye ana jini mahaba katika ulimwengu wa roho. Lakini pia tunaendelea kuangalia kiashiria kingine cha mtu ambaye ana jini mahaba katika ulimwengu wa kiroho. Kiashiria kingine ambacho mtu ana jini mahaba katika ulimwengu wa roho, linakutenganisha na watu wako wa baraka, wale watu wa muhimu ambao umepewa na Mungu kwenye kazi, kwenye biashara, wale watu wa muhimu ambao umepewa na Mungu, linakufarakanisha. Jambo dogo tu wanakusema vibaya, jambo dogo tu wanakuchukia, lakini bila kujua ya kwamba kwa nini unafarakanishwa na watu wako wa baraka, kwa nini unafarakanishwa na watu wako mafanikio. Ni hili jini mahaba ambalo linakuwa katika ulimwengu wa roho, linakufarakanisha na watu wako wa baraka katika ulimwengu wa roho, ili mutengane, ili muachane. Katika ulimwengu wa kiroho unafarakanishwa na watu wako wa baraka katika ulimwengu wa kiroho. Jini mahaba hilo katika ulimwengu wanakufarakanisha na watu wako wa baraka. Mfano kwenye biashara, wanaokupa mzigo; mfano kwenye kazi, wanaokupa mzigo; mfano watu waliokuzunguka ili uweze kuwasaidia, au ndio unafarakanishwa nao na hili jini mahaba katika ulimwengu wa kiroho. Nataka tuendelee tena. Jini mahaba, kama wewe ni mama na umeolewa au ni baba umeolewa,
katika ulimwengu wa roho linakutumia magonjwa mazito ili mutengane. Magonjwa lina tabia kutuma magonjwa mazito ili mutengane katika ulimwengu wa roho. Nataka tuweze kuendelea katika sehemu ifuatayo ijayo. Itafundisha zaidi kwa habari ya majini mahaba, nifundisha viashiria. Ukigundua kama una viashiria hivi, ujue katika ulimwengu wa roho una jini mahaba. Nifuatilie somo letu lijalo kwenye channel yetu pendwa ya Apostle Katambi. Katika channel hii kwa channel hii nifuatilie somo lijalo, itaendelea kufundisha kwa undani zaidi na namna ya kuweza kuepukana na hayo maroho katika ulimwengu wa roho. Mungu akubariki, Mungu akuzidishie. Kama ni mara ya kwanza kuingia katika channel hii, bonyeza maneno yaliyoandikwa subscribe ili upate vipindi vyetu kwa wakati na kwa muda mwafaka. Mungu akubariki, neema Kristo juu yako, kwa jina la Yesu hai. Amen.